Sasa jura ilikuwa inakaa hapa inafanya horror horror horror. Sasa wazee wakaita Chemororochi kwa Kinandi. Ndio inaitwa Chemororochi. Sasa Jehova alichakua hapa. Tukuje hapa, tukae hapa Chemororochi. Na Jehova ni Mungu wa watu ulimwengu nzima. Na mimi si ati anapakuwa hata mimi niko na kanzu leo hapa kwa nyumba. Nikufalise kanzu yangu. Mimi wewe. Lakini sina mimi niko na kanzu. Mimi niko na kanzu. Nakupea ingine ukue Muisraeli. Tuliitwa jina la sawa la mbinguni. Jehova alituita ya mbinguni. Tulikuwa roho mbinguni. Sasa ndio Mungu akatoa sisi kwa roho, tukapitia kwa Adam, tukasaliwa. Sasa ukisikia ati malaika, kila mwanamume yote, hata wewe ni malaika. Hata huyu ni malaika, hata huyu. Lakini hao wamama walitoka upande ya Roho Mtakatifu. Hawa tunawaita roho. يا صديق يا صديق Naam. Asante sana. Karibu. Utakaa pale. Nitakaa pale sasa leo nilipanda hapa mimea hapa. Okay, tulikaa hapa. Ni kweli tulikuwa pale. Lakini sasa leo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad pamoja na jamaa zake na masahaba zake, amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi wapendwa watazamaji. Mimi kwa jina najulikana kama Ramadhan Kuria bin Kaguo. Na leo katika kipindi cha dawa mashinani nimefika sehemu ya Uasin Gishu, sehemu inajulikana kama Chemororochi. Na sehemu hii ilipata maarufu wake ama ilijulikana zaidi kwa kuwa humu ndiko walikotokea aliyejulikana kama Jehova Wanyonyi. Lakini kwa sasa hivi Jehova hayupo, na tumekuwa tukitembea hapa angalau kuja kusema na wafuasi wa Jehova Wanyonyi watueleze wanaamini kitu gani, wanamchukulia Jehova kama nani, na maisha yao ya kawaida, wanafanya kilimo, wanafanya nini. Kwa hivyo karibuni sana. Pamoja nami yuko mzee Eliab Masinde, lakini vile vile yeye nafikiri ana cheo na atatueleza. Maana zamani nilikuwa nasikia ni malaika. Atuambie bado ni malaika au cheo chake kimepanda. Najua watu kubadilika. Karibu sana mzee wangu. Jambo sana. Tunashukuru sana umetukaribisha hapa kwako. Karibu. Sasa salimia watazamaji. Jambo sana. Nimemsalimia kwa jina la Jehova Wanyonyi. Sasa nyinyi ni wageni yetu. Ndiyo. Mimi nasema karibu. Karibu tena. Sisi hapa dhehebu letu sisi ni taifa la wana wa Israeli. Na bado tu tunaendesha hivi. Na Jehova tunamtambua, tunamjua. Ndio unaona mimi nilikuwa na miaka 9. Saa hii niko na miaka 70 kitu. Jehova tunatambua yeye hivi. Yeye ako mara mbili. Kwa sura ya mwanadamu ako. Na roho yake iko juu. Sijui nilikuonyesha yako hivi. Yeye ulinionyesha, lakini pia unaweza kaonyesha watazamaji pale. Hivyo ndivyo Jehova alivyo. Jehova alivyo. Kwa sura mwanadamu. Hata Yesu si maajabu. Hata Yesu nini? Alikuwa na sura ya mwanadamu. Na anasema amerudi. Yuko hapo Tongareni. Wachana huyo. Huyo wako na mambo yake. Huyo hata Yesu mwenyewe alisema. Yesu alisema wakati nitaenda wengi watakuja kwa jina langu. Sasa saa hii kila neno mtu anasema lolote. Lakini Mungu anabaki tu Mungu.
peke yake. Sasa mzee wangu, kabla hatujaanza, mimi nimekuletea zawadi. Asante. Na mojawapo ni kitabu hiki nimeandika, kinaitwa Uislamu katika mwangaza wa Qur'ani na Biblia. Ndio. Sasa kwa sababu wewe ni msomi, unasoma mambo ya Biblia. Hiki kitabu unaweza ukakisoma, ukakipitia, ukawa unaangalia tunasema nini kuhusu Biblia. Ndio. Ama Uislamu huu wetu umefundishwa wapi ndani ya Biblia katika mwangaza wa Qur'ani na Biblia. Ndio. Kisha nikaleta kitabu hiki tafsiri ya Qur'ani. Hii sasa. Sasa hii ukisoma Biblia yako pia unalinganisha na nini? Na hii. Ndio. Ndio uone kitabu hiki kinakueleza nini. Ndio. Na mambo yatakaa vizuri. Tena napenda sana siku moja kuwa Muislamu. Na mimi naona hata mimi niko na kanzu leo hapa kwa nyumba. Nikufalishe kanzu yangu. Mimi. Wewe. Lakini usiona mimi niko na kanzu. Mimi niko na kanzu. Nakupea ingine ukue Muisraeli. Sawa. Wacha tuendelee kwanza. Lakini kujuana ndio. Hapo tunaongea tu. Lakini unajua wewe vile umeshika Uislamu usiwache. Na mimi vile nimeshika neno la Jehova nisiwache. Tuambie watu. Sasa tatizo ni Uislamu unaheshimu watu wa kila aina. Kweli. Hata kama mtu anaabudu mawe, hata kama anaabudu sanamu. Uislamu tumefundishwa kutomtukana yule mtu. Katika sura ya 6. Sura ya 6 ya Qur'ani, aya 108. Ndio. Kama sijasahau sana. Acha nikusomee. Usikie vile nasema. Ndio. 6:108. Inasema wala msiwatukane wale ambao wanawaabudu. Ndio. Kwa hivyo kama tuseme hii nyumba unaifanya kama ni Mungu wako, mimi sifai kuitukana. Lakini Mwenyezi Mungu si kwamba ameruhusu uiabudu. Ila mimi nimeambiwa nisikutukanie. Ndio hiyo. Kwa sababu gani? Waabudu wala msiwatukane wale wanawaabudu kinyume cha Mwenyezi Mungu, wasije wakamtukana Mwenyezi Mungu kwa jeuri zao bila kujua. Namna hivyo tumewapambia kila watu vitendo vyao, kisha marejeo yatakuwa kwa Mola wao, naye atawaambia yote waliokuwa wakiyatenda. Kwa hivyo sisi tunajua marejeo yetu ni kwa yule anaitwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio. Lakini ambaye ni Jehova aliandikwa ndani ya Biblia. Ndio hiyo. Lakini sasa huyu Jehova mwingine bado mpaka leo. Jehova huyu siku zake zimefika, mtamtambua. Hebu kwanza ambia watazamaji. Kama nilivyokuita bwana Eliab Masinde. Wewe una cheo kingine hapa katika dhehebu hili la The Lost Israel, au nilisikia ni malaika? Wewe ni malaika. Sasa hebu tujitambulishe kwao, utuambie wewe ni nani hapa, unafanya kazi gani, dhehebu lenu linaitwa nini, kama ni Ukristo, kama ni nini, alafu ndo tuanze maandiko kidogo. Asante. Mimi kwa majina naitwa Eliab Makoha Masinde. Mimi ni taifa la Waisraeli, mshiriki wa Jehova Wanyonyi. Niko hapa Wasingisho na Chemororochi. Maana ya Chemororochi, hii zamani ilikuwanga jura kama kewa. Sasa jura ilikuwa inakaa hapa inafanya horror horror horror. Sasa wazee wakaita Chemororochi kwa Kinandi. Ndio inaitwa Chemororochi. Sasa Jehova alichakua hapa, tukuje hapa, tukae hapa Chemororochi. Na Jehova ni Mungu wa watu ulimwengu nzima. Si ati anapakua ati hapa ndio sitaki hawa ama nataka hawa. Kila mtu ni mtu yake. Sasa mimi sina maneno mingi, nitakuambia neno lenye umeuliza. Jina la malaika hii nitakuambia kwa urefu kidogo. Malaika, jina la malaika tuliitwa jina la mbinguni. Jehova alituita ya mbinguni. Tulikuwa roho mbinguni. Sasa ndio Mungu akatoa sisi kwa roho, tukapitia kwa Adam, tukasaliwa. Sasa ukisikia ati malaika, kila mwanamume yote, hata wewe ni malaika. Hata huyu ni malaika, hata huyu. Lakini hao wamama walitoka upande ya Roho Mtakatifu. Hawa tunawaita roho. Hawa ni roho. Hiyo sasa ndio nakuambia. Sasa ukiniita malaika sawa, ni kama umeniita mwami. Jina la malaika.
Na sasa mimi kwa kazi ya kwa taifa la Israeli, mimi ni kuhani. Madhabahu yetu iko hapo, uliona siku hiyo. Hata tutaenda usimame hapo. Tutaonyesha pia ndio. Mimi kazi yangu tunachinja kondoo. Alafu hatuwezi kukula hiyo, lakini iko yenye tunaweza kukula. Damu yake tunaweka kwa meko iko ine hivi. Tunamwaka hapa. Ukichinja kabisa natoa hiyo kwa bakuli na nyunyiza hapo, na mwaka hapa na mwaka hapa, yenye napaku na mwaka chini kwa madhabahu yenyewe. Hiyo sheria ya Musa, vile Mungu aliambia Musa. Wana wa Israeli wafanye hivyo. Na tukifanya hivyo, hiyo kondoo tumechinja na panga kuni hapo na nimeweka moto hapo. Hii kuni ikiwaka, kondoo iko tayari, wanatoa vitu ya ndani chafu, samaki wanaosha na tupa huko. Alafu nyama tu peke yake wanaleta, tunaweka kwa hiyo kuni. Inachomeka, inaungua kabisa, inakuwa chifu. Na hiyo nyama mtu asionje. Na tena tunafanya unga, nakoroka unga na unga ya hii nini ya unga ngano. Tunakoroka hiyo na mafuta tu, hakuna maji, Blue Band. Nakoroka tu, naweka chumvi kidogo. Mungu alisema usiweke chumvi mingi, mweke Blue Band. Tunaweka Blue Band hapo na koroka. Tukimaliza tunaleta pombe ya hii nini, hii whisky. Whisky ama 7.7. Hiyo sasa inawaka kabisa, moto inawaka. Nyama iko hapo. Whisky mnamwagilia kwenye ile nyama. Unamwagilia nyama kwa moto. Mungu mwenyewe anajua hiyo vile anakula roho yake. Ile anakunywa pombe. Mungu hii divine whisky. Anatandika. Tuna roho ya Mungu inakula na sisi tulichuache, nyinyi mlichuache. Kila kitu kukula inatoka kwa yeye. Kwa yeye. Lakini utanganyifu ilikuja kwa wanadamu. Akionja kidogo hiyo, anaenda kufanya uhalifu. Kwa hivyo sasa tatizo ni kwa hivyo Mungu wenu Jehova anakula. Mungu ni mmoja tu yule. Hata Yesu vile alikuwa. Unasomanga hapa, hata iko hapa. Vile Yesu alienda kwa mkutano. Watu wakakuja, wakawapea hiyo divai, wakakunywa. Na siliisha. Alafu akaleta mitungi akatengeneza tena. Si watu walikunywa. Na hapo ndo sasa tumepata shida kubwa sana, na sababu Wakristo ndo wanapika pombe mpaka leo. Ulevi umekuwa mwingi, uhalifu umekuwa mwingi. Hii ya tabu. Sababu wote wanasema Yesu alifanya. Hii ya tabu. Lakini ukienda sehemu za Waislamu, nchi za Waislamu, ulevi hamna. Ona. Na wanaopenyeza ni Wakristo ndo wanapeleka. Ona, iko hivi. Wakati hiyo watu wanatumia sheria amri 10 za Musa kutoka 20 hapa. Ndio. Mtu akifanya uhalifu anauawa, wanaua yeye. Sasa watu walikuwa wanaokopa uhalifu. Na saa hii ufalme hii umeona vile wamekawana wapi, Tanzania, Uganda, wapi. Si ati king ni mmoja. Sasa ndio naona kila inchi iko hivyo. Na vile tuliasi sheria ya Mungu akatufukuza Yerusalemu akachoma, tukakuja huku. Sasa hata watu wenyewe hawajijui ni wanani. Ndio naona sasa uhalifu iko. Lakini siku inakuja. Wacha nisomeko hapa kidogo. Mungu tena atafanya kazi hapa. Ni Warumi 9. Warumi 9 nini chapter 27. 27. Maneno hii yote ndio inakuja sasa. Nyakati zinakaribia. Umepata Warumi 9 ndio. Chapter 27 inasema Isaya naye atoa sauti yake juu ya Israeli kusema, ndio hesabu ya wana wa Israeli ijapokuwa ni kama mchanga wa bahari, ndio ni mabaki yao tu watakaookolewa. Endelea tu. Kwa maana Bwana alitekeleza neno lake juu ya nchi. Bwana atalitekeleza. Kwa maana Bwana atalitekeleza neno lake juu ya nchi. Akilimaliza na kulikata. Basi hiyo natosha. Sasa ujue ya kwamba hii watu hawajajua Mungu wako wapi. Ndio. Na watu hawajajua sheria. Mungu ataonekana tena. Ndio. Kwa hii dunia hii. Tena afanyie kazi yake hapa. Amaliza kati. Na sasa unaona
Mimi nilikuwa nafikiri hata uko tayari kuwa Muislamu ndo uamini katika Mwenyezi Mungu ambaye anaitwa Allah. Kwa sababu mimi nikisoma hapa katika Biblia inasema katika, si unajua kusoma hata wewe. Kusoma katika Zaburi 121 mstari wa 4. Inasema Bwana ambaye ni mlinzi wa Israeli hawezi kulala ama kusinzia. Lakini huyo ambaye mnasema Jehova Wanyonyi, inaonekana alikuwa analala, anasinzia. Biblia inasema Mungu hachoki. Mzee Jehova Wanyonyi inaonekana alikuwa anachoka. Unaona huyu? Ndio. Neno lenye unasema hii. Huyu si umeona ndio yeye ndio ako hapa. Huyu sasa roho hii ya ilali ndio nasema. Lakini Jehova alikuja kama mwizi kwa sura ya mwanadamu na aliumba mwanadamu kwa sura yake. Mwanzo 1:27. Umesikia kuna mwingine anaitwa Third Father pia anasema ni Mungu na ameumba Roho Mtakatifu. Sasa kama ni Mungu, nyinyi muende muombe yeye. Lakini mimi huyo simjui. Huyo si yeye. Kwa hivyo wewe unaamini Mungu anaonekana? Mungu alisema siku ya mwisho yeye anaonekana. Lakini Jehova alionekana na siku ya mwisho haijaonekana. Yeye alikuja kutengeneza hii kazi 110 Zaburi. Lakini akaonekana. Alikuja hii ufalme anatengenezea Kristo kutoka hapa. Kutoka hapa ulimwengu. Sasa Zaburi 110. Hata wewe unaijua tu 110. Usomee. Waje nisome. Pata faida. Asante kukuja Nimefurahi pia umenipokea. Kukuja kuona mimi umekaa sana. Umekaa sana. Nimekaa lakini ni majukumu pia hapa na pale. Labda kama ningekuwa nakuja ungekuwa umesilimu kitambo. Bada. Lakini sasa mambo yatakuwa vizuri. Wacha maandiko. Basi nimeanza. Neno la Bwana kwa Bwana wangu. Uketi mkono wangu wa kuume. Hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Bwana atainyosha toka Sayuni fimbo ya nguvu zako. Uwe na enzi kati ya adui zako. Watu wako watajitoa kwa hiari. Siku za uwezo wako kwa uzuri wa utukufu. Tokea tambo la asubuhi, unao umande wa uchana wako. Bwana ameapa, wala hata hairi. Ndiwe kuhani hata milele kwa mfano wa Melkisedeki. Bwana yu mkono wako wa kuume. Ataseta wafalme siku ya ghadhabu yake. Atahukumu kati ya mataifa. Ataijaza inji misoka. Ataseta kichwa katika inji nyingi. Atakunywa maji ya mto njiani. Kwa hiyo atakiinua kichwa chake. Umesikia neno liko hapo? Ati Mungu atakunywa maji. Mungu atakunywa maji? Ya mtoni. Si atakuwa hapa. Sasa elewa hiyo neno. Siwezi ongeza ingine. Atakunywa maji. Na atalala. Atalala. Yaani amekuja kama mwizi. Na hiyo nisomea 121:4 Zaburi. Unajua maneno hii iko. Saa hii tunaomba usima. Atupee usima. Tuambie watu maneno. Wawache uhalifu. Hukumu inakuja. Ndio. Ati Zaburi 121. 21. Mchukue huyu akisoma. Usimchukue mimi. Huyu wakati mimi nacheza na simu naye anachukua mimi. Moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Kama mifereji ya maji. Hukeuza. Sio 21, 121. Hata anashangaa kwani hii yako imebadilika. 121. 121. Najua kuna wengine juzi nimekutana nao na Biblia mpya. Wanasema tena hiyo sio Biblia, inaitwa Book of Yahweh. Unajua hii Biblia ya zamani ndio iko maneno na ya saa hii wanapunguza maneno. Ndio. 21. Kuanzia kwenyewe. Kuanzia hapo 4. 4. Naam. Hata sinzia wala hata lala usingizi. Yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako. Bwana ni ufuli mkono wako wa kuume. Jua
halita kupita mchana wala mwezi wakati wa usiku. Natosha. Bwana atakulinda na mabaya yote. Atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo tangu sasa hata milele. Unaona? Bwana ndiye nini? Mlinzi wako. Ndio hiyo. Na unaambiwa hata sinzia wala hata lala usingizi. Ndio. Na ukisoma hapa kwenye Qur'ani katika sura ya 2 aya 255 inasema Mwenyezi Mungu hapana mola ila yeye. Yeye ndiye msimamia kila jambo, yeye ndiye mwenye uhai wa maisha. Ndio hiyo. Na kusinzia kumshiki wala kulala. Tuko pamoja, ndio hiyo. Roho hii, roho hailali. Mwili hii mwili hii lazima ilali. Hata Yesu wakati huo roho hailali. Roho hailali. Yaani mawazo yenye wewe unaona tukiomba. Unaweza omba, Jehova, wewe ni Mwenyezi Mungu uliye kuweko na ulioko na utakaye kuweko. Unisaidie hii na hii. Ulinde watu yako, ondoa magonjwa. Lakini yenye sijasema umejua, tunaombanga hivyo. Lakini mawazo yako hata yenye wewe unawaza saa hii, ukinyamaza tu unapigia Mungu kelele, roho hiyo imesikia. Sasa hiyo roho hailali. Lakini si huyo alikuwa anachoka. Roho hiyo haichoki. Roho wewe unaona, wewe tunapitania mahali kwa hii sura. Hii sura ukikaa pamoja unachoka. Lakini roho haichoki. Naona sasa ukisoma katika maana maandiko, wewe ni msomaji mzuri sana. Sikutarajia utaweza kusoma. Unasoma kuliko vijana wengine, anawapatia kazi ya kusoma, anaanza kusoma vitu vingine. Hebu nisomee Isaya 40:28. Na ungekuwa Muislamu wewe. Mimi nataka Waislamu wakuje tuungane, tuendeshe neno la Jehova. Neno la Jehova. Soma andiko. Nataka hivyo. Isaya hata nafikiri 28. Isaya 40:28. Kwa hivyo nyinyi bado mnajiita the lost Israel. Huo ni Muisraeli. Na juzi kulikuwa na vita na bado havijasitishwa vile. Sasa kati ya Irani na Muisraeli. Hata hapo sasa wale wanapigwa kule ni ndugu zenu. Hata waje nikuambie. Au ni cross, si Waisraeli original. Sisi wakati tulikuwa Jerusalem, tukaasi sheria ya Mungu, Mungu akatufukuza. Hiyo Jerusalem ikachomwa. Tulienda kwa mikono ya Nebukadnezar, mfalme wa Babeli. Hapo sasa vile tulikaa huko miaka 70. Alafu unabii ukakuja, malaika akaambia mfalme huyo, wacha watu hao wawe huru, warudi Jerusalem wajenge. Kristo anataka saliwa. Sasa vile tulitoka hapo tuliwaja Waisraeli wengine huko, wakaoana na Waingereza. Sasa ndio hawa Waisraeli jina hilo lisipotee, lakini sio Waisraeli original. Hao ni cross walioana na Waingereza. Na ndio sisi tunajiita lost. Hata wewe ni Mkikuyu ama ni nani? Ndio. Wewe ni Kikuyu? Ulijuaje kama wewe ni Kikuyu? Sababu nimekuta Wakikuyu wenzangu nikaambiwa wewe ni Mkikuyu. Na jina la Wakikuyu huko kwa kabila ya 12 ya wana wa Yakobo, Wakikuyu wako? Hakuna. Basi wewe ni lost. Mimi ni lost. Wewe ni lost. Na wewe Mluya. Mimi ni lost. Hata Mluya ni lost. Wewe ni ni lost. Lost Mluya. Sisi ona Wakikuyu sawa. Kwa watoto ya Benjamin ni watoto ya Jacob. Mkikuyu ni Benjamin, ni mtinda mimba. Benjamin ni Mkikuyu huko, lakini huko sasa tukajiita. Tunaona hiyo kisema lost, na maana katika Qur'ani katika sura hii ya Suratul Fatiha. Mwenyezi Mungu anasema usituongoze katika njia ya wale walio kasirikiwa, wale waliopotea. Ndio. Sasa hii ndio njia ya kupotea, kusema Mungu analala. Lakini wanampenda mtazamaji, tuko nje na manyunyu yameanza. Tuende kwa nyumba. Tunaenda kwa nyumba. Tutabadilisha kikao, usiondoke. Naam, karibu sana mpenda mtazamaji, tunaendelea na kusemezana. Tulikuwa tunasoma andiko katika Zaburi Isaya 40:28. Isaya 40 mstari wa 28.
wa 28. Ndiyo. Naam, hapa. Ni hapa. Je, wewe huku jua? Ndio. Huku sikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba mwisho ya dunia, azimi wala achoki. Ndio. Achoki akili zake kasi chungu hapa. Kasi, yani kasi sema hivi, akili zake asichunguziki, huwapa nguvu wazimio, humwongeza nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Sasa unaona Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye uwezo, ndiye mwenye nguvu, ndiye mwenye kutuongeza sisi nguvu. Ndio hiyo. Asiyekuwa na uwezo anamwezesha. Lakini sasa hadi waje tuendelee tuone. Endelea. Haya, vijana watasimia na kuchoka. Ndio. Na wanaume vijana wataanguka. Ndio. Bali wao wamungojao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mabawa kama tai. Watapika mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Sasa unaona, huyo ndio tunasema ndiye Mwenyezi Mungu. Hizo sifa ni za Mwenyezi Mungu ule wa kweli. Ndio hiyo. Sasa hapo Mungu elewa, hapa alikuwa kwa roho, haonekani hapo. Ndio alijionyesha kwa wana wa Israeli, walisema, Musa, wewe unaombanga Mungu yako pekee, sisi nataka tuone Mungu. Ndio Mungu akaambia Musa. Hapa ilikuwa roho. Sasa umeme na moto na mangurumo, hiyo ni miujiza yake tu, ni utukufu. Sasa swali, kwa sababu naona itikadi yenu na Ukristo ni moja tu, ama nyinyi bado ni Wakristo? Sisi kwa Wakristo tuko, lakini sisi ni wa taifa. Sisi ni taifa. Lakini nyinyi ni Wakristo. Kwa Ukristo kulingana na makanisa yote. Ndio. Ala, sasa nyinyi ni ndani ya Ukristo, dhehebu hili la Lost Israel. Sisi ni taifa la Lost Israel. Ndio. Wakristo wa dhehebu la Lost Israel. Wacha hata kanisa hiyo. Sisi ni dhehebu, sisi ni taifa la wana wa Israeli. Lakini dini yenu si Ukristo. Dini yetu sisi tunapitana na Wakristo. Sisi hatufanyi maneno kama ya Wakristo. Okay. Wakristo kuomba Mungu hawapiki makoti chini, hawapeleki kondoo kwa madhabahu. Tena wanapenda kuhubiri na sauti kubwa paka maombi. Ati Mungu alisema yeye ni kisiwi. Wanapiga kelele sana kama Mungu hasikii. Sasa swala la kuchinja. Unajua Uislamu sasa tunaelekea kuchinja, sikukuu inaitwa ya Udhuhia. Na nimepata kabla hujasema nimepata neno hapo. Tunakualika. Hapo siku ingine ilikuwa mwaka jana. Kuna mshiriki mwingine wa dhehebu ingine hapa. Aliniita. Sijui Muislamu huyo alitoa kwa wewe maneno ya kuchinja hii. Akasema ati huyo anajiita ati yeye ni kuhani. Ati yeye anachinja kondoo. Ati kumanyoko. Muislamu huyo anatusi mtu ya Mungu. Alitukana. Sasa sisi hatulazimishi mtu atuchinje kondo. Sisi ni taifa la Mungu, ndiye alitupea njia ya kuomba yeye, kuomba roho hiyo. Tunafanya hivyo bila aliambia Musa. Kwa hivyo mzee hutaki kuwa Muislamu kabisa. Umwabudu mwenye nguvu. Huyo Mungu huyo tu ni mmoja, yule ndio mimi najua. Ndio mimi naomba. Huyo Wanyonyi. Hii jina ya Wanyonyi ni ya mwanadamu. Lakini roho yake sio Wanyonyi. Ndio wewe unaomba hiyo. Hata mimi naomba hiyo. Kila jioni mimi napika makoti hapo. Niombe ndio nilale. Saa 11 bila Waislamu wanamkanga hivyo. Mimi kazi yangu hata kama niko kwa singizi, saa ikifika mimi naamka. Nawe uso, nifae kanzo, nipike makoti, niombe Mungu. Nashukuru kwa uzima. Unajua kifo hii, unajua mtu akienda kulala ati hiyo ni kifo tu. Roho imeenda mbali. Ndio. Unaona ati nimekuwa na fulani huko, nimekuwa huko.
na Mungu wako tayari, ndio naona umenisomea hapa. Ngoja na mimi nikuongeze andiko ya maneno ya kifo. Ndio Mungu halali. Usikie Qur'ani nasemaje? Mungu kulala halali, lakini sisi tunalala. Sisi wanadamu. Qur'ani 6 tulikuwa tumesoma 108, sasa tunaenda nyuma kidogo 6:60. Inasema hivi, sikiliza. Yeye ndiye anayekufisheni, anayekutieni usingizi wakati usiku. Ndio. Yeye ndiye anayekufisheni. Ndio. Anayekutieni usingizi wakati usiku. Na anayafahamu mnayoyatenda wakati wa mchana, kisha yeye hukufufueni humo mchana ili muda uliowekwa wa kuishi kwenu umalizike. Kisha kwake tu Mwenyezi Mungu marudio yenu, akwambieni yote mliokuwa mkiyafanya. Lakini sasa hebu tuambie, Jehova Wanyonyi aliyekuwa hapa mkimwabudu yuko wapi? Kwa sababu mimi na maswali wanaulizwa na huyu Jehova Wanyonyi wanasema yuko wapi? Sababu Mungu ni wa milele. Utasomako hapa kidogo. Hii yeye mwenyewe alikitangaza mwaka wa 86. Somako hapa ni Kiingereza tu. Soma maneno yake hapa. Inaanzia hapa. Inaanzia hapa. Item number 26 nasema I am Jehovah God, Mantles drum. Kwa hivyo walikuwa naelezea wana gazeti ya drum. Drum waambie watu. Kwa hivyo akasema I am Jehovah God. Inasema this is incredible story of a man who claims to be God and that there is no other God besides him. His doctrine is that Jesus Christ, whom he claims to be his begotten son, will return in the year 2002 AD. Na ishapita. Mwaka ulishapita. Asa ndio huyu Jehova. Alafu nasikia alikuwa amefungwa na wakoloni. Alifungwa wakoloni. Wakamfunga Mungu. Wakamfunga. Miaka 2 na miezi 6 na kiboko 10. Alikula viboko pia Mungu. Ona, kuhukumu si ati mtu ataambia Jehova ati nifanya hivi, mwenyewe atahukumu kulingana bila aliona. Lazima apitie kila jambo. Apitie kwa kila jambo. Sasa alifungwa na wakoloni. Hata hiyo ndio sisi tunaambianga watoto. Mwaka wa kwa hivyo sasa hapa alikuwa ashajitangaza yeye ni Mungu. Hapa alikuwa pato. Alikuwa pato. Alikuwa hajajua kama yeye ni Mungu. Yeye alisaliwa na yeye anajitambua. Bila alisaliwa tu hivi. Alikuwa hajaambia watu. Unajua mtoto ukianja hivi mtoto mwambie maneno yenye tunaongea. Anasikia kweli. Unampeleka pole pole mpaka atoke nasari, aende hivyo. Sasa Jehova alituangia chini. Hata ilikuwa yeye tunamuita mwalimu. Mwalimu. Tukarudia tukamuita babu. Tukakuja tukamuita rapi. Tukakuja tukamuita kama miaka inaenda. Ndio tukakuja akaambia sisi mimi ni Mungu. Ndio hii picha mimi ndio nipika hii picha. Hii picha yenye nakuonyesha. Kwa hivyo wewe umezaliwa mwaka gani? Mimi nazaliwa mwaka wa 1951. 1951. Na akaja akajitangaza, anasema alitangaza mwaka gani? Mwaka wa 86. 86. Kwa hivyo mlikuwa mnakaa na yeye lakini mlikuwa hamjui ni Mungu. Sisi ilikuwa anakionyesha kwa sisi. Tukikaa na yeye unaona ako mara pili. Ilikuwa tunamjua ndio naona tunakaa na yeye. Kuna picha moja niliona akivuta. Kufuta nini? Ama sio yeye. Kufuta nini? Kama tumbako. Yeye hapana. Unajua saa nyingine wanapiga unajua watu wenye wanaharibu sifa yako wanakufanyia yoyote. Ndio. Umeelewa hapo? Lakini yeye hiyo vitu hapana. Sisi alitupea tu hii Biblia hii amri 10. Tulilelewa kwa amri 10. Ukitereza tu unatandikwa kiboko. Sasa swali ni Wakristo dunia nzima wanaamini Mungu alikuwa na mtoto anaitwa Yesu. Yesu wanasema alikuwa ni Mungu. Na huyo Mungu akachukua mwili. Hasa nikisema kulingana na wewe huyo Yesu ni mwana wa
Wewe unamtambua Yesu? Namtambua. Yesu Kristo ni mwana wa Jehova, wa Mungu, wewe Jehova. Yaani jina la Jehova kwa Waebrania wa Israeli, Waebrania kuita Jehova ndio kuita Mungu. Kwa hivyo kwa ufupi wewe unaamini kwamba Yesu Kristo ni mtoto wa wanyonyi ya Mungu. Wanyonyi. Wacha wanyonyi, hii ni jina la mwanadamu. Tunazungumzia ndo tujue ni Yesu ni mtoto ya wanyonyi. Kwani Mungu ni mwanadamu? Mwanadamu. Mungu alichukua sura ya mwanadamu. Lakini elewa, Yesu alisema Yesu ako ndani ya Baba na Baba ako ndani yake. Sasa kazi yenye Yesu anafanya kazi ya Mungu. Sasa wakati Yesu tunaambiwa amechukua mwili, baba yake hakuchukua mwili, si ndio? Lakini huyu Jehova alichukua mwili. Sasa unajua maneno mengine iko na nikuambia wewe saa hii hutaelewa. Na mimi nitaelewa. Na maana nimekuja. Ni ngumu, hutaelewa. Huyu Mungu bila aliumba Adam, achawajana na sisi wanadamu, isipokuwa hekalu hii ndiye anabadilisha. Hekalu hii hata vile Kristo alikuwa, ukisikia ati Petro si alikuwa mtume wa Kristo. Lakini hao watu siku nyingine utakuja nitakuambia pole. Unajua saa hii tulikuja tuongee, lakini utakuja ndio nikuambie saa hii tunaweza kupishana. Kwa hiyo Mr. Bishana mimi nieleze tu. Lakini wakati mwingine ukikuja nitakuambia huyu Mungu hajawacha sisi wanadamu. Wacha nikurutishe nyuma ndio mawazo iende. Vile Ibrahim alikuwa anaomba, alikuwa anaonanga kwa ndoto. Anaona mtu kwa ndoto, anakuja kuongea na yeye. Lakini wakati Mungu walikuwa sasa malaika, inasemekana malaika watatu. Malaika Gabriel na Kristo Yesu na huyu alikuwa Mungu mwenyewe. Ndio ndo mnatafsiri. Sasa ndio sasa hiyo ukirudi tutatafsiri na wewe pamoja, ndio ujue kweli huyu Mungu si ati yako mbali na sisi wanadamu, ako karibu. Lakini kujitambua tu ati mimi ni Mungu, nyakati za mwisho hii ndiye alisema mimi ni Mungu. Lakini wakati hiyo alikuwa Ibrahim anamuona kwa ndoto. Kwa ndoto ndiye alikuja akapishana na yeye. Na Ibrahim anamwangalia si ni huyu. Akapishana hao mpaka mkuleko cha mkae chini mkunywe. Vile alikula ndio maandiko inasema, hata sijui kama kwa Biblia Qurani hii yako wanasema Ibrahim ni rafiki ya Mungu. Iko ni kweli ni rafiki wa Mungu. Sasa lakini sasa sikiliza, sifa ya Mungu kwa Qur'ani wanasema alienda kwa Ibrahimu akamlisha. Mungu akakula nyama na chapati. Alikula kwa Ibrahimu akamlisha Mungu. Sasa anaisha Qur'ani 51 aya 57 inasema hivi. Ndio. 51:57 inasema nyinyi ni wazima. Hebu nisaidie kusoma hapa. Hata mwenyewe usikie. Chukua miwani yako. Aje nichukue miwani. Ujisomee mwenyewe. Sasa nyinyi mnakanyaka chini, mimi sina mkeka hapo yenye mna. Kuna shida mzee wangu. Tena hiyo kukanyaka chini ni afya. Mtu hawajui. Hata wakati mwingine watu tunatembea mguu. 51:57. Hapa. Naanzia hapa. Nataka kuanzia juu, kuanzia hapa. Hapa. Mungu anasemaje? Sitaki kwao riziki wala sitaki wanilishe. Kwa yakini Mwenyezi Mungu ndiye mtoaji wa riziki. Ndio. Mwenye nguvu. Matubuti. Hakika wale waliodhulumu katika umau. Hakika wale waliodhulumu katika umma huu watakuwa na sehemu yao ya adhabu. Tena sehemu ya wenzao waliotangulia basi isamishe. Kwa hivyo unasikia Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa Qur'ani anasema hahitaji riziki wala hahitaji kulishwa. Lakini sasa tunaona kwenye Biblia eti wewe mnasema ni Mungu alilishwa. Sasa swali umekwepa kidogo ni hapa, Yesu alichukua mwili
Alafu tena nasema baba yake ni wanyonyi ama Jehova, na Jehova pia akachukua mwili. Kwa hivyo tuseme baba na mwana wote walichukua mwili. Nyakati za mwisho hizi. Alichukua mwili. Kwa maana vile Kristo anataka kuja, unajua iko neno. Waliambia Nicodemus, usipozaliwa mara ya pili, wale wanasema Yesu ni Mungu, unakubaliana nao? Wanasema Yesu ni Mungu. Nakubali kwa maana Yesu mwenyewe alisema yeye maneno yenye anafanya ama mikakati yenye alikuwa anafanya si yake, ni ya Mungu. Sasa yeye hako ndani ya kazi yenye anafanya, yani ni ya Jehova. Ni ya Jehova. Wanyonyi. Hii jina ya wanyonyi ya hapa tu ya dunia, lakini roho ni ya Jehova. Lakini Yesu anasema katika Yohana 8:40, mnatafuta kuniua mimi mtu. Hebu soma Biblia yako usikie. Najua muda umeenda, tunataka tumalizie kipindi chetu leo, sio kirefu mpendwa mtazamaji. Wewe ni usubscribe, comment hapo na ushare hii video kwa watu wengi waendelee kupata faida. Kitabu gani yenyewe? Kitabu ya Yohana 8:40. Yohana 8. Yohana ako hapo. Kwa Mathayo hapa. Mathayo, Marko, Luka, tuende hivi. Ndio huyu. 8 iko huku nyuma. Ndio hapa. Ndio hiyo. 8 ngapi? 40 ndio hapa. 42. Hapa. Lakini sasa wacha tuone. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli niliyoisikia kwa Mungu. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mtu. Mimi nani? Mimi ni Mungu. Mimi? Acha tuone. Rudia tena. Lakini mnataka kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli niliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Sawa. Mnatafuta kuniua mimi. Nimesikia hapo. Mimi nani? Yeye ni Mungu. Hapo yeye ni Ibrahimu. Hapana. Lakini sasa ndio hapo. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye ati nani? Mnataka kuniua mimi. Yaani kuua Kristo sasa. Hapa ili neno gani? Mtu. Ati mtu sio Mungu. Mtu. Kwa hivyo Yesu alikuwa mtu. Sio nani? Si Mungu. Sasa ukija hivyo unaanza kuwa Muislamu. Sasa elewa. Nieleweshe. Sasa elewa. Ana Kristo nao akosi kueleza. Yesu alikuwa mtu, yani alichukua sura ya mtu mwanadamu. Ndio unasikia? Yeye alichukua sura ya mwanadamu ndio wakamuua. Na kabla ya kuchukua sura, unaamini Yesu alikuwa nani? Yesu? Mimi najua tu yeye alizaliwa ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Alizaliwa na Mungu. Alizaliwa na Roho Mtakatifu. Ukizaliwa na Roho Mtakatifu unakuwa mwana wa Roho Mtakatifu au mwana wa Mungu. Yaani yeye alichukua hekalu ya mwanadamu. Kwa maana alikuwa kazi hii anakuja kwa wanadamu. Kuna Mungu, kuna Roho, kuna Yesu. Si ndio? Wanaamini wako watatu hivyo. Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu. Sisi tunaamini. Wao ni kitu kimoja ama ni watatu ambao wana umoja? Unajua umoja au watu watatu ni mmoja tu. Ni mmoja. Hii Roho. Sasa kazi yao wanafanyia pamoja. Sasa ukisema hao watatu ni mmoja, ina maana Jehova ndio Yesu. Kazi yake akifanya kazi ya Yesu inakubalika. Jehova anaweza kuwa Yesu. Yeye Jehova ni Mungu tu, lakini kwa kazi kufanya. Kwa hivyo Jehova sio Yesu. Yesu sio Yesu. Na Yesu sio Jehova. Sio Jehova, lakini ni mtoto ya Jehova. Okay. Umenishika? Kwa hivyo huyu Mungu wenu Jehova Wanyonyi ndiye baba ya Mungu wa Kristo anaitwa Yesu Kristo. Jehova huyu hata usiende sana. Nyakati zimefika, wacha tuombe uzima. Nyakati zimefika, kila mtu atajua Jehova ni nani. Sawa, mimi nataka Wakristo leo wajue, wale wanaofuatilia.
wanasema Yesu ni Bwana, Yesu ndiye Mungu wao. Na wao wameniambia Yesu ni mtoto wa Jehova. Kwa hivyo huyu Jehova aliyekuwa hapa ndiye baba wa Mungu wa Wakristo. Ndio huyo. Sasa kutambua watu watakuja, ndio nyakati zimekuja, watapewa roho, ndio wajue. Na bure kama hawana roho hii wanapishana mpaka wakufe. Ndio. Lakini watajua ya kwamba iko neno. Nasemekana Injili itahubiriwa upya katika ulimwengu. Sasa maneno ndio inakuja. Nimesema asante, karibu kukuja kuona sisi tukiongea hivi neno la Mungu. Watu wasikie. Siku hizi ni nyakati za mwisho, ni ngumu. Ni ngumu mtu kuelewa neno la Mungu. Lakini mwenye Mungu amepea roho ataelewa. Mimi mzee nimefurahi sana kwa kwanza umenikaribisha nyumbani kwako. Na inshallah tunaendelea kukuombea Mwenyezi Mungu. Asante. Akupe umri mrefu, lakini pia akujalie nuru uwe Muislamu. Na vile nimekuletea kitabu, basi inshallah Mwenyezi Mungu ajalie ukisome na ukielewe. Nitasoma. Mimi nasema endelea kusubscribe, kufuatilia. Inshallah hatuna neno mpaka kipindi kijacho. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صديق